Kijiji cha Malundi kilikuwa kimejificha katikati ya milima mikubwa na misitu minene. Kilikuwa kijiji kidogo chenye wakazi wachache, lakini wenye tabia za kipekee ambazo zilikuwa zimejengeka kwa vizazi vingi. Watu wa kijiji hiki walikuwa wakiwa na imani za ajabu na walikuwa na hofu kubwa ya maeneo ya msituni yaliyozunguka kijiji chao. Msitu wa macho mekundu ndivyo walivyoita, na walikuwa wakiambiwa kuwa ni mahali pa laana na mizimu ya mababu wao. Waliamini kwamba hakuna mtu anayeweza kuingia ndani ya msitu huo na kurudi akiwa salama. Wakati jua lilipozama, walijua ni wakati wa kujificha ndani ya nyumba zao, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa wakati ambao nguvu za ajabu zilikuwa zikiamka. Lakini kila kijiji kinahitaji mtu mmoja jasiri na mbishi ambaye hawezi kuamini hadithi za wazee. Kwa kijiji cha Malundi alikuwa Daudi. Daudi alikuwa kijana wa miaka 25 mwenye ndoto kubwa za kuwa mchoraji maarufu wa picha za mandhari ya asili. Alikuwa amesikia kuhusu hadithi za msitu wa macho mekundu tangu akiwa mtoto, lakini alizichukulia kama hadithi za kutisha za kuwatisha watoto. Alijivunia kuwa yeye ni mtu mzima sasa na hakuwa na hofu ya aina yoyote. Siku moja akiwa amekalia kivuli cha mti mkubwa kwenye uwanja wa kijiji, aliona kundi la watoto wakicheka na kuzungumzia hadithi ya msitu. Aliwaambia kwa dhihaka, hii ni hadithi tu, hakuna kisichowezekana. Nitakwenda huko nikiweza, alisema huku akicheka kwa sauti kubwa. Daudi, hujui unachosema, alisema mzee mmoja kwa huzuni. Msitu huo unaliwa na mizimu ya mababu. Usithubutu kutafuta kile kilichozikwa humo. Lakini Daudi alicheka tu na akaendelea na mipango yake. Aliamua kuwa usiku wa kuamka mapema angejificha mbali na macho ya wanakijiji na kuingia kwenye msitu wa ajabu. Usiku ulifika kwa haraka na Daudi alijificha nyuma ya nyumba ya bibi yake, akijiandaa kwa safari yake ya ajabu. Aliingia kwa upole msituni huku akibeba taa yake ndogo ya mafuta, akijua kuwa asingeweza kuona vyema bila mwanga kidogo. Msitu ulikuwa mweusi na ulijaa sauti za wanyama wa usiku. Vilele vya miti mikubwa vilikuwa vikitikisika kwa upepo mwepesi, lakini Daudi hakujali. Alikuwa na shauku ya kugundua kile kilichozikwa ndani ya msitu huo. Kwa kila hatua aliyochukua, aliendelea kujisikia kama anazama zaidi ndani ya giza. Hata hivyo, aliguswa na upepo mkali ulioanza kuvuma kutoka pande zote. Taa yake ya mafuta ilizimika ghafla na alijua kuwa sasa alikuwa amezama kwenye giza la kutisha.